zaidi kila siku na timu zingine, kila siku na timu huyu. Wakiamka asubuhi watu wanabadilisha story, mchezaji yule anaibadilisha upande wa pili tu. Leo ametoja kiongozi fulani wa timu hii, kesho kutoka kataja mwingine kama kaonana na mchezaji fulani. Sasa hiyo inakuwa sio sawa sawa, na tunahisi kwamba wanatuvurugia wachezaji wetu. Wachezaji wanakosa amani, wanakosa utulivu, wanahangaika, yani kwa maana kwamba na wao hawana sehemu ya kusemea, kwa sababu mtu anayetengeneza tetesi na anakuwa anahojiwa na vyombo vya habari, anapata muda wa kuongea, lakini mchezaji hapati muda kila wakati wa kutoa ufafanuzi wa mambo ambayo sio ukweli. Sasa matokeo yake mtu akiwa anajua ukweli ulivyo, alafu anaona uongo mwingi unazungumzwa na yeye hapati nafasi ya kusema ukweli, inamtesa ndani. Na inapomtesa wakati mwingine inamharibia akili. Kwa hiyo tunaomba sana watu ambao wanataka kufanya tetesi, tunajua kwamba wengine wanaishi kwenye hizo tetesi, kwamba hizo tetesi ni sehemu ya maisha yao, sehemu ya kupata riziki, lakini basi fanyeni mzunguko, sio mnakuwa na mchezaji mmoja tu kila siku huyo tu, au wachezaji wa timu moja tu. Semeni wachezaji wa timu zingine ili mpate riziki yenu vizuri. Tuko kwenye mapumziko kwa maana ya timu kubwa, tutarudi mazoezini tarehe 9 kujiandaa na michezo inayofuata na kumalizia sehemu ya ligi iliyobaki. Tangu tumecheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi tuliendelea na mazoezi kwa kiasi fulani, afu baadaye tukawapa wachezaji mapumziko ambayo yanaendelea mpaka sasa. Na kama unavyojua tuko kwenye honeymoon sasa hivi, baada ya kuchukua ubingwa ligi ya vijana tunaendelea kusherehekea. Kwa hiyo imeangukia na kipindi ambacho timu kubwa iko likizo, kwa hiyo sherehe zinaendelea, na wakati tukiendelea kusherehekea tunapumzisha miili na akili kwa ajili ya sehemu ya ligi iliyobaki. Jua kabisa klabu haijahusishwa kwa lolote, na katika muktadha wa kununua mchezaji, wasiliana na klabu, nenda kazungumze nao, bwana mimi nataka huyu mchezaji, mimi mnasemaje? Klabu watakwambia bwana biashara ipo, au bwana sisi tuna mkataba naye, tuachie tumalizane naye. Unaona bwana, sisi bado tunamhitaji. Ngine muda mwingine mchezaji naye pia na of course, lakini sasa mchezaji kama unasema of course kuna wale wachezaji ambao wanapenda kushinda mataji. Hiyo ni wazi. Na pale umuone akishinda taji pale. Inawezekana umuone kwa sababu labda ndio wewe umeletwa ili ushinde taji sasa. Ndio. Yaani wewe kuletwa hapa kwako maana yake tushinde mataji. Umekuwa na msimu huu wa kwanza, tunakwenda msimu tena wa pili. Kwa sababu swala la mataji ni utengenezaji wa timu. Leo hii tunazungumza Paris Saint-Germain ambayo ilileta mastaa wote pale, ilileta Lionel Lapulga, ilileta kina Neymar, ilileta kina Mbappe. Wote wameondoka, leo wanavuna kile baada ya miaka ile ya kuinvest. Leo wamevuna taji la Ulaya. Unajua mimi na waelewa Azam FC kusema kwamba wachezaji wao wanavyotengenezewa rumors hivi mara kwa mara inakuwa inawapotezea wachezaji wenyewe focus. Ndio. Of course kelele za mitandaoni zinaweza zikampotezea focus mtu yoyote ule, lakini bahati mbaya hichi kinachofanyika sio kosa kisheria. Yaani mimi ningemuelewa hapo Zaka ingekuwa kuna club inafanya mazungumzo na Faisal. Hilo lingekuwa hilo lingekuwa ni kosa kisheria, kwa ajili tunajua ili club iwe na mandate ya kufanya mazungumzo na mchezaji, either wapate idhini kutoka kwa club ambayo inamiliki mchezaji, ama mchezaji awe mkataba wake ni chini ya miezi 6. Kwa hiyo pale mchezaji anakuwa na uwezo wa kufanya mazungumzo na klabu nyingine kisheria kabisa. Lakini kwa Faisal alivyo, maana tunajua kabakisha mwaka mmoja. Kwa hiyo klabu yoyote itakayoenda kujaribu kufanya mazungumzo na Faisal, Azam watakuwa na uwezo, nguvu moja kwa moja ya kisheria na kupinga hilo swala. Lakini bahati mbaya hakuna klabu yoyote ambayo imetoka hadharani na ikasema ina mazungumzo na Faisal. Hakuna. Kinachoendelea hivi sasa ni mitandaoni tu, ni rumors za wanahabari mbalimbali. Na siku hizi unajua mitandao ina nguvu. Ndio. Kwa hiyo unaweza kukuta kijana kakaa tu nyumbani anatengeneza create mwenyewe, na ashajua hivi sasa kuelekea dirisha kubwa linalokuja mchezaji ambaye anazungumzwa zaidi ni Faisal. Kwa hiyo sasa hizi ukiandika chochote kuhusiana na Faisal, na huyu ni mchezaji ambaye ni kama anagusanyisha kila nyaya ya klabu kubwa Tanzania. Kwa hiyo ukienda kumpachika pale na ukimwandikia maelezo fulani tu tayari unakuta content yako inaenda. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho wanakifanya waandishi wa habari na wanachokifanya ni kama rumors. Na rumors
duniani kote zipo of course. Unaweza kukuta mchezaji ana mkataba hata miaka 3 na mwandishi wa habari anakuandikia tu pale kwamba bwana huyu hivi na hivi anahusishwa huku na huku. Hicho ni kitu cha kawaida kabisa. Kwa hiyo of course namuelewa Zaka, lakini sio kosa kinachofanyika, sio kosa kisheria na ni kitu cha kawaida kabisa kimpira. Mimi ningewatetea sana Azam FC kama kuna club ingetoka mbele alafu ingefungua mazungumzo na Faisal bila ya idhini ya Azam FC, hapo kungekuwa kuna kosa kisheria. Lakini rumors tu hizi zinazoendelea mitandaoni, hiyo inabaki kwa mchezaji mwenyewe jinsi gani ambavyo anaweza kuwa mkomavu wa akili kuweza kuhandle hiyo situation, lakini hakuna kosa lolote hapo. Na mimi nafikiri ili Azam waweze kuyaepuka yote Maulid haya, nafikiri wajaribu kutafuta namna ya kumuuzia mradi mzuri Faisal kuelekea msimu unaokuja. Sijaelewa hapa mradi mzuri project. Yani unajua mchezaji yoyote mzuri, kwanza watu lazima waelewe kitu kimoja. Mchezaji yoyote mzuri lazima tetesi ziwe nyingi kwa upande wake. Ndio. Mchezaji akishakuwa mzuri tu, akishakuwa na thamani, akishakuwa ni mzuri, akishakuwa ni mtu ambaye anaonekana anaweza kwenda kutatua changamoto kwenye vilabu vingi, ama akaenda kaongeza ubora wa daraja lake kwenye maeneo mengi kwenye vilabu vingi. Yaani huyo mtu kusema asizungumziwe ni kitu ambacho hakiwezi kufikirika. Yaani Azam wasikae wakasema unajua bwana hatutarajii huyu mchezaji asizungumziwe, haiwezekani. Lakini kitu ambacho wanatakiwa kukifanya Azam ni kujua kwamba mchezaji mzuri unapotaka kumbakisha kama hivi kwa gharama kubwa, nguvu unayotakiwa kuitumia kwa ajili ya kumshawishi mtu kama Fei kubaki ni namna ambavyo utamuuzia project ambayo nyinyi mnaamini mnaweza kuifanya kwa ajili yeye akawa ni sehemu muhimu ya project, mkaweza kufanikiwa pamoja na yeye. Yaani lazima Azam wakae wamwambie Faisal wana malengo makubwa kiasi gani kuelekea msimu ujao kwenye mashindano ya ndani na kwenye mashindano ya kimataifa. Hivi Azam inawezekana kweli hawajaweka wazi project zao kwa wachezaji wao, ama shida ni kwenye kuitimiza hizo project? Yaani unajua unapojaribu kumuuzia mchezaji project, hakuna mtu asiyejua kwamba hata Azam ukiwauliza watakwambia sisi tuna malengo ya kupigania mataji yote ambayo tunashiriki. Lakini kusema kwa mdomo ni kitu kimoja. Hatua ambazo mnazichukua kama klabu kuonyesha kweli mna lengo la kufikia hicho ambacho mnakisema ni kitu kingine. Mnaleta wachezaji wa aina gani? Kuna utulivu wa kiasi gani kwenye maamuzi ambayo mnayafanya kama taasisi kwenye kuyaendea maamuzi ambayo mnakuwa mmewaambia wachezaji mtayaendea? Kwa sababu mwisho wa siku hakuna msimu hapa karibuni ambayo hata kama malengo ya Azam tunaamini ni kufanikiwa kuchukua mataji, hakuna msimu ambao wamefanikiwa kufanya hivyo hivi karibuni. Kwa hiyo unaweza kukuta ni kama vile ni vitu ambavyo vinasemwa msabaha, lakini hatua za kuviendea imekuwa ni hafifu. Hivi wewe timu unafikiri kwamba Azam wao wanashiriki tu kwenye hii ligi kwamba wapo tu kwamba wameingia tu, si nao wanashiriki ili wachukue taji? Wanashiriki wachukue taji Maulid. Ndio maana nikasema kitu kimoja. Sasa hivi kilichobaki kwa mchezaji kama Fei, kama unataka kumbakisha, na unajua hakuna kitu kizuri kama wewe ndio kuwa mwanzilishi wa kitu au kukiendeleza kitu. Mimi naamini hata hivi sasa Fei anatamani kutengeneza legacy akiwa Azam. Anatamani kuisaidia Azam kutoa taji jingine, anatamani kuisaidia Azam kutoa FA, anatamani hata kuisaidia Azam kufika makundi. Kwa sababu hivi vitu vyote ukienda ukivifanya Yanga na Simba, kuna watu washavifanya. Sasa hivi Simba na Yanga wanazungumzia kuhusu kufika finali na kutoa mataji yenyewe. Azam hicho kitu bado hawajawahi hata kukikaribia. Kwa hiyo kuweza tu kutengeneza legacy kwenye club kama hii, kukumbukwa kwako kunakuwa ni kukubwa na kutazungumzwa zaidi kuliko ukifanya Simba na Yanga ambako watu wengi washafanya na hatua ambazo zimefikwa ni za mbali zaidi. Kwa hiyo sasa mchezaji anataka hivyo, lakini na klabu nayo ionyeshe kwamba kuna hatua ambazo inazipiga